hamutompata tena mtu huyu Muhammad katika hali kama hii. Hii ni fursa ya kummaliza. Kaja hapa hana jeshi na watu wawili watatu, hana silaha, na sisi ndo adui yetu huyu. Kwa hiyo mkimwacha leo hamumpati tena. Ni nani atachukua uamuzi wa mara moja apande juu ya nyumba amwangushie jiwe amuue? Akatokezea Myahudi mmoja anaitwa Amr ibn Jahash, akapanda juu ya nyumba, akachukua jiwe kubwa. Wakati anataka kulidondosha juu ya kichwa cha Mtume, walipata ugeni. Huu ugeni ulitokana na Mayahudi. Kiongozi anaitwa nani? Huyai na Sulam ibn Mishkam na Sulam ibn Abi al-Haqiq walikuja mpaka Maka kuonana na Abu Sufyan. Ujaji wao wakamwambia, sisi tumekuja tuna rai tunataka kukupa Abu Sufyan. Tukumbuke kwamba Huyai ibn Akhtab ni kabila la Bani Nadhir katika Mayahudi. Bani Nadhir walivunja mikataba kati yao na Mtume pale Madina. Mtume akawafukuza. Miongoni mwa yale walioyavunja ni kutaka kumuua Mtume. Na vitaja hivi vitu upate uwazi wa pale tunapoondokea, ili ufahamu nini ninaongea. Mayahudi aina tatu waliokuwa katika nchi ya Madina, wote wamefukuzwa, wamebakia Mayahudi wa Bani Quraidha peke yao. Mayahudi wa mwanzo kufukuzwa Madina ni Banu Qainuqa. Wamefukuzwa na Bwana Mtume kwa sababu ya kumvua nguo mwanamke wa Kiislamu aliyekwenda kwa sonara Myahudi katika soko ya Madina. Amekaa hana habari, amekuja mtu nyuma yake, amenyanyua baibui lake akalifunga na kilemba chake. Aliponyanyuka mwanamke wa Kiislamu akaonekana uchi wake. Mayahudi wakacheka. Wakati katiba ilisema watu waheshimiane, kila mmoja awe na dini yake, lakini kuwe na heshima kati ya watu wanaokaa, hakuna tabaka tabaka. Wakamvua nguo, wakaanza kuchekezana. Kucheka, yule mwanamke akaona heshima yake imevunjwa, akapiga ukelele. Akasikia Muislamu akaja kumsaidia mwanamke wa Kiislamu. Nini kimefanyika? Akampiga upanga Myahudi. Myahudi aliyepigwa upanga na yeye akawaita Mayahudi wenzake, wakamuua Muislamu. Pakaanza vita ambavyo vilisababisha Bwana Mtume awafukuze Mayahudi, kwamba mmeanza kufanya khiana, mmevunja katiba, tulisema tuishi kwa amani, sasa hivi mmeanza kuivunja vifungu muhimu vya katiba, nayo ni kuhatarisha amani ya wanaokaa katika nchi ya Madina. Kwa hiyo lan tusakinuni fi madinati, nakupeni siku 10 hameni. Wakaondoka Mayahudi wa Bani Qainuqa, wakabaki Banu An-Nadhir na Banu Quraidha. Banu An-Nadhir nao Mtume alipokuja kwao kuwaomba msaada. Kwa nini Mtume alienda kuwaomba msaada Banu An-Nadhir? Kwa sababu katiba ilikuwa inaongea kwamba letu ni lenu na lenu ni letu, yani tutasaidiana katika jambo linalowahusu raia, tutasaidiana. Kwa hiyo Mtume alikwenda kwa Banu An-Nadhir kuwaambia, nimedaiwa dia, kuna mmoja katika wafuasi wangu amemuua mtu kwa makosa, kwa hiyo tutoe fidia kwa wale waliouawa mtu wao, nisaidieni na nyinyi kama raia wa Madina. Banu An-Nadhir wakamwambia Mtume, usijali Abul Qasim, kaa kitako pale,
sisi tunakuletea unachokihitaji. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa kitako pamoja na Abu Bakar na Umar, anasubiri hela ziletwe na Banu Nadhir. Wakakaa pembeni, wakasema wallahi lan tajidu rajulan fi mithli halatihi hadhihi, hamutompata tena mtu huyu Muhammad katika hali kama hii. Hii ni fursa ya kummaliza. Kaja hapa hana jeshi na watu wawili watatu, hana silaha, na sisi ndo adui yetu huyu. Kwa hiyo mkimwacha leo hamumpati tena. Ni nani atachukua uamuzi wa mara moja, apande juu ya nyumba amwangushie jiwe amuue? Akatokezea Myahudi mmoja anaitwa Amr ibn Jahash, akapanda juu ya nyumba, akachukua jiwe kubwa. Wakati anataka kulidondosha juu ya kichwa cha Mtume, Jibrili akawa mwanzo kushuka, akamwambia ondoka, wanakuua Mayahudi. Mtume akaondoka. Abu Bakar na Umar hawajui kunaendelea nini. Kufika Madina, bwana Mtume akachukua jeshi, twendeni. Abu Bakar na Umar wakaondoka kumfuata Mtume, wanakutana na jeshi linakuja. Vipi ya Rasulullah? Vita. Hawa wanataka kuniua. Umepataje habari? Jibrili ameshuka ameniambia kuna mtu juu ya nyumba anajiwe anataka kulimaliza. Walipokuwa wamezungukwa kutaka kupigwa vita, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, mnafiki yule, alimwambia Mtume, hawa ni jamaa zangu. Kuna kitu kinaitwa halif. Halif ni wale watu ambao kama tukipatikana na shida sisi, wao wanatusaidia na wao sisi tunawasaidia. Kwa hiyo khulafa wa Bani Nadhir ilikuwa ni hawa akina Abdullah ibn Ubay ibn Salul katika kabila la Khazraj. Kaambia Muhammad, sikuachii kuwapiga vita khulafa wangu, wafanyie ihsani. Kaambia hawa wanataka kuniua, wafanyie ihsani. Wakafanyiwa ihsani. Bwana Mtume akawaachia, akawaambia basi watoke katika nchi yangu, hatutochukua kitu chochote chao, waondoke zao. Kisa tumezungumza huko, narudia kidogo tupate madkhal. Wakabakia Mayahudi wa Bani Quraidha peke yao. Hawa wakawa kila siku wanafuata katiba kama ilivyo, wanaheshimiana na Waislamu. Wakakaa Madina, hakuna matatizo yoyote mpaka mwaka wa 5. Huyai ibn Akhtab ambaye ni kabila la Bani Nadhir waliofukuzwa Madina, wameishi Khaybar sasa hivi, wengine wameishi Sham. Wakaondoka wakaja zao Maka, wakamfuata Abu Sufyan. Abu Sufyan ndio kiongozi wa washirikina. Akamwambia, sisi tushampiga sana Muhammad vita, lakini hatumwezi. Vita vile vya mmoja mmoja peke yake, jeshi dogo dogo, tumeshindwa. Kwa hiyo leo nataka tuunde ahzab, makundi, sio jeshi moja, juyush adida, majeshi wengi. Majeshi hayo lengo lake ni kumngoa hasa Muhammad asiwe tena na dhikri katika ulimwengu huu. Tufanyeje sasa? Akaambia undeni jeshi. Makuraishi wakaunda jeshi wao peke yao, wanajeshi 1400. Hakuna wakati Mtume alipambana na jeshi la Makuraishi zaidi ya 1400, mwisho ilikuwa 3000. Lakini leo Quraish peke yao wanajeshi 1400 wakaundwa. Huyai ibn Akhtab akaondoka akaenda kwa kabila linaitwa Ghatafan. Uyayna ibn Muhsin ndio kiongozi wao. Wakaunda jeshi la watu 3000, 1400 na 3 wakawa 7000. Akaondoka akaenda na jeshi kabila lingine madogo madogo katika makabila ya Ghatafan, wote nao wakatoa wanajeshi, likaundwa jeshi la watu 10,000, 10,000 muqatil kutoka katika makundi mbalimbali. Kiongozi mkuu, qaidul am wa jeshi hili au wa majeshi haya akawa Abu Sufyan. Lakini sosi nini sababu ya kuunda? Ni Mayahudi. Huyai ibn Akhtab ndio walokuja na fikra hii kwamba hatutoweza kumngoa Muhammad watu hivi au vikundi vikundi individually, lazima tuungane. Tukishaungana, umoja ni nguvu, na rai hii hutumiwa katika kila sehemu, hata katika siasa.
mimi na yule na yule na yule na yule. Na ndio siasa zinavyopamba moto kila pahala. Wanasiasa wanajua hivyo. Na hasa zikiwa siasa za ukabila kama kule Kenya, kabila yanatizamana, kabila gani ni kubwa kuliko lingine, mimi na wewe tukiungana tutapata wapiga kura kadha. Wao hata wakiungana vipi hawezi kutushinda sisi, kwa sababu largest tribe kwetu sisi ni kadha kadha kadha. Wanapiga mathematics, unaona kweli wanafaulu kwa sababu ya kuungana. Na fikra kama hizi huwa zinatokea katika kila pahali. Sasa Mayahudi walikwenda na fikra hii, ukamwambia bila kuungana sisi hatumwezi Muhammad, lakini dawa yake ni muungano, ndio kaitwa ahzab. Ahzab yani makundi au vyama. Kisha suala likaulizwa, mushirikina hao wakawauliza Mayahudi, kwani nyinyi mnasemaje juu yetu sisi washirikina na Muhammad? Ni nani hasa mwenye dini ya kweli? Tizama, mushirikina wanauliza Mayahudi, wasema antum ahlul kitab, nyinyi ndo ahlul kitab, mnajua mambo mengi, mlisoma Taurat, mmesoma Injili, mnasoma vitu vingi, vitabu vilivyopita. Adinuna haqqun am dinu Muhammad, dini yetu sisi ndo ya haki au dini ya Muhammad? Tujibuni nyinyi ahlul kitab mlokuja mnataka sisi tuundejeshe. Ahlul kitab wakasema dinukum ahda, dini yenu ndio ya kweli kuliko dini ya Muhammad. Ndugu yangu Muislamu, ukisoma historia mwanzo utakuta Mayahudi walikuwa wakiwaambia mushirikina kwamba zimekaribia zama za mtume wa mwisho, na akishatokea huyo mtume wa mwisho tutaungana naye sisi Mayahudi, tutakupigeni nyinyi. Walikuwa wakiambiwa hivi Waarabu. Tizama leo wanaambiwa dini yenu nyinyi ni ya kweli kuliko dini yake Muhammad. Ingelikuwa wamevuta fikra nyuma kidogo tu, wangeona hawa watu ni waongo. Si zamani mlikuwa mkituambia hivi nyinyi? Lakini fitna humfanya muongo mcha Mungu. Fitna ikishatawala na ule ubaya na uadui, mkweli huwa muongo na muongo akawa mkweli. Kwani Musailimatul Kadhab alikuwaje? Musailimatul Kadhab alidai utume baada ya bwana mtume Muhammad, na akapata wafuasi Banu Hanifa, kabila lake. Wakaambiwa, kwa nini nyinyi mnamfuata huyu bwana? Wakasema, nahnu na'lamu annahu kadhab, sisi tunajua kwamba Musailima ni muongo, wa anna Muhammadan sadiq, na tunajua kwamba Muhammad ni mkweli. Walakin kadhabu Rabi'a ahabbu ilaina min sadiqi Mudar, muongo wetu ni bora kuliko mkweli wao. Umefahamu message hiyo? Maadamu katika kabila letu amesimama mtu anadai utume, tunajua ni muongo, lakini muongo wetu wa kabila letu sisi ni bora kuliko mkweli wao. Hivi ndivyo walipopata wafuasi Musailimatul Kadhab, na akawadanganya na wakawa wanamfuata, na akiwa anawasomea na Qur'ani yake akidai kwamba anateremshiwa. Alikuwa anasema ana Jibrili wake pia anamshukia. Jibrili wake alikuwa akiitwa nani? Ar-Rahman. Anasema huyu ndiye anayenijia akanipa aya za Qur'an, na watu wanaamini. Abu Bakr alipotawala, alipochukua ukhalifa, aliwaambia Banu Hanifa, hebu nisomeeni kidogo Qur'ani mlokuwa mkisomewa na Musailima. Mmoja wao akawa naona haya, akasema nisomeeni. Abu Bakr, bwana inachekesha tu, hamna Qur'an. Kama nisomeeni, nataka nisikie. Sinasikia alikuwa na wahi. Mmoja akasema alikuwa na aya inasema, inaitwa suratul Fil. Anasema alfilu malfil wama adraka malfil lahu khurtumun tawilun wa dhanabun wabil. Yani tembo ni nani? Tembo ana pua refu na mkia mfupi.
Sura hii kaita suratul fil. Sema alikuwa akiwauliza Muhammad, si ana Qur'ani yake, sura zake wanazitaja zile sura, suratul fil, suratul masad, suratul nahl, basi naye anasema na mimi nayo suratul fil. Suratul fil ya Muhammad nasema alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil yake ilikuwa ikisema alfilu malfil wama adraka malfil lahu khurtumun tawil wa dhanabun wabi. Akawa na sura nyingine inaitwa suratul dhafadi, sura ya chura chura. Katika Qur'ani si hamna, lakini kwake ilikuwepo. Sema ya dhafda'u bintu dhafda'aini, ewe chura chura mwana wa chura wawili, wa kike na wa kiume. Nuqi au la tunqina, gonga, yani toa sauti au usitoe. Lalma'u tamna'ina wala sharibu takdurina, lalma'u takdurina wala sharib tamna'ina. Huwezi kuchafua maji hata ukipiga sauti vipi, wala huwezi kumzuia mteka maji. Zanabuki fi tin, anasema ra'suki fil ma' wa dhanabuki fi tin. Abu Bakr akasema akili zenu zilikuwa zina akili? Mnasomewa haya na mnakubali, mnasema muongo wenu ni bora kuliko mkweli wa Mudhar, yani kabila la bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, Ahzab wakaungana wakasema dini yenu ni bora kuliko dini ya Muhammad. Zikashuka aya kwa neno lile walilolisema, alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna biljibti wattaghut wa yaquluna lilladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila. Aya hizi zilishuka baada ya Mayahudi kuambia washirikina dini yenu ni kweli kuliko dini ya Muhammad. Kama umewaona wale waliopewa nasibu min alkitab, yani Mayahudi, yu'minuna biljibt, wanaamini masanamu, wattaghut, na ushirikina, wayakuluna, na wanasema haulai, hawa yani washirikina, ahda, wameongoka, min alladhina amanu sabila, kuliko waislamu, hawa ndo wako sawa. Umewaona hao Muhammad? Mtume anapelekewa habari hizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo Madina, anaambiwa na waletaji habari wake kwamba jeshi hili la watu 10,000 litafika Madina baada ya siku 15, wiki 2 tu. Imagine watu wa Madina. Baadhi ya ulama usira wanasema hata ile idadi ya watu 10,000 ilikuwa haifiki, kwa sababu ulama utarikhi wengine wanabaligh, wanasema jeshi lilifika zaidi ya wakaazi wa nchi ya Madina. Sasa jeshi linapita idadi ya wakaazi, likiingia hapo litafanya nini? Mtume anaambiwa jeshi hili linakuja, utafanya nini kujizuia na kuwazuia watu wako? Akawakusanya masahaba, akawaambia ashiru ilayya, nipeni rai zenu. Ukiingia katika historia ya mtume, katika kila pahala mtume alikuwa na washauri Waislamu baada ya kuasisi daula. Mmeona katika vita vya Badr tufanyeje? Miqdad ibn Amr akatoa rai, Abu Bakr akatoa rai, Umar akatoa rai, Muhajirin walitoa rai, Ansar walitoa rai. Mtume hakuwa dikteta abada, anasikiliza rai ya wengi. Na kwa wewe ukisoma historia ya mtume yote haya unayaona, ya tafsiri unavyopenda, kama utaita demokrasi, kama utaita kitu gani, lakini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama katika misingi ya uadilifu hata katika uongozi wake. Ashiru ilayya, tufanyeje? Anasimama huyo anatoa rai, anasimama huyo anatoa rai, na mara nyingine mtume anatoa rai yake, anaiacha rai yake, anafuata rai za watu wengine. Na hili lilitokea katika vita vya Uhud. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema rai yangu tubaki katika majumba yetu, tusitoke kwenda kupigana. Lakini rai ya wengi inasema ya Rasul, tusibaki majumbani, watasema sisi waoga, twende, tukishatoka watajua sisi wanaume kweli.
lakini tuangojee hapa hapa ya Rasulullah, itawezekana vipi? Na kulikuwa na wale shabab ambao hawakuhudhuria katika vita vya Badr, wao ndio walikuwa na hamasa. Mtume alipoona raia wengi tutoke, akaingia ndani akavaa nguo yake ya vita, akasema sawa, tutokeni. Unaona, ameacha rai yake ya kwamba tubakie, amefuata rai ya watu wengine aghlabia. Haya yanatokea katika maisha ya Mtume. Kwa hiyo aliposikia kwamba kuna jeshi la watu 10,000 linakuja, Mtume aliwakusanya masahaba kama kawaida yake, akawaambia ashiru ilayya ya qaum, nipeni rai zenu. Mimi nauliza swali ndugu zangu, kwa nini hashuki Jibril kumwambia Mtume Muhammad na Waislamu msifanye chochote isipokuwa kile ninachokuja kukuambieni? Mimi ndo Jibril, nimetumwa na Mungu, linakuja jeshi, fanya hivi 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 hivi. Anaacha akili za Waislamu zishughulike. Hakuna miujiza hapa. Nyinyi mtafanya nini? Mambo haya anayaacha upande wao watu. Fanyeni roadmap ya kujiokoa kutokamana na haya mambo. Msikae tu mkasubiri miujiza au mkasubiri wahi au mkasubiri msaada kutoka mbinguni. Nyinyi mmefanya nini? Ndio maana tukasema mwanzo wa darasa hizi kwamba ile Iqra aliyoambiwa Mtume ilikuwa kama ni indication kwamba huu si wakati tena wa miujiza, huu ni wakati wa Iqra. Soma, panga mipango, tafuta. Miujiza itakuja kwa sababu maalum, lakini mipango yako yote Iqra, soma. Huu ndio ulimwengu wa kusoma. Na kutokea hapo pote umeona kila linapotokea jambo Waislamu wenyewe wanashughulika. Tufanyeje? Akasimama Salmanul Farisi akasema, ya Rasulullah, rai yangu mimi tuchimbe handaki, kwa sababu tulikuwa katika miji yetu ya Fursi, ilikuwa tukizungukwa na maadui kama hizi, tunachimba mahandaki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona hii ni rai bora, akasema sawa, tutachimba mahandaki, kwa sababu mahandaki yenyewe yatachimbwa katika sehemu za wazi. Nchi ya Madina yenyewe geographical yake, ile strategy yake, imezungukwa na majabali mawili. Yale majabali yanaitwa Harratain, ni majabali mawili yalokuja kama kaus, yamezunguka Madina. Sharqia, gharbia, mashariki, magharibi, imezungukwa na majabali, manake kule hakupitiki. Sasa sehemu peke yake ya kupita ni pale mlangoni north ya Madina. Pale ndipo ambapo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopatizama, na Salmanul Farisi akatoa rai kwamba tuchimbe handaki hapa. Salmani sio Mwarabu, ni mtu wa mbali kutoka Furs, Persia. Amekuja kutafuta haki mpaka akasilimu kwa bwana Mtume. Rai hii aliyokuja nayo sio rai ya Kiarabu wala haikuwepo katika nchi za Arabuni, ni rai ngeni. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuipinga, akasema hii si katika utamaduni wetu. Na haya ni mafunzo maalum kwamba kikija kitu katika maisha yako kitizame, kikiwa kina manufaa kitumie, hata kama kinatoka Urusi au kinatoka Marekani au Ulaya. Usiseme kwamba haya ni mambo ya kizungu. Yatizame, je, yanakufaa? Kama yanakufaa yatumie, hayakufai yaache. Kwa hiyo sio kila kinachotoka magharibi ni kibaya, pia sio kila kinachotoka magharibi kwamba ni kizuri. Tunatakiwa tuwe na chungio, uwe tunachunga mazuri, tunayachukua hata kama ni wa Japani walioyaleta, na mabaya tunayaacha hata awe nani aliyoyaleta. Hii ndio uslubu ya Mtume, kuchukua fikra ya magharibi. Akasema Salmanul Farisi, kunna ya Rasulullah fi biladi Faris idha husirna khandaqna hawla anfusina. Tukizungukwa na maadui kama hivi na adui akawa mkubwa, sisi tunachimba handaki.
Salman ni yule ambaye mtume alimuita katika ahli baiti wake. Utashangaa mtume alimuinclude Salman kwamba ni mmoja katika watu wa nyumbani kwangu. Kwa maneno anasema mtume, Salmanun minna ala baiti, Salmani ni wetu. Mtume anasema kauli yake, Salmani ni wetu sisi ahli baiti wa mtume. Kwani unafikiria mtume alisema maneno haya kwa sababu gani? Imani yake na dini yake. Lakini katika watu wa mtume wapo waliotolewa kama Abu Lahab, akaambiwa tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nar. Anaingia Salman, anatoka Abu Lahab, tena ami yake mtume Muhammad. Imani ndiyo umpandisha mtu cheo. Akiitwa Salman, anaulizwa ibnu man anta ya Salman, ni mwana wa nani wewe Salman? Hujulikani, huna kabila, huna koo. Alikuwa akisema Salman ibnul Islam, mimi ni Salman mwana wa Uislamu. Na ndio maana mtume aliposikia watu wanamtuhumu hivyo, akasema Salmanu minna, huyu ni katika ali baiti wangu Salman. Mshairi anasemaje? La amruka mal insanu illa ibn dinihi, Muislamu ni yule mwenye dini. Fala tatruki taqwa tikalan ala nasab, usiache ucha Mungu kwa kutegemea koo na nasaba na kabila. Usiache kufanya ibada ukategemea mimi kabila langu tukufu. Faqad rafa'a al-islamu Salman Farisin, hakika Uislamu umemnyanyua Salman Farisi. Wa hutta bishirki nasibu Abu Lahab, na umemdondosha mtu wa nasaba na mtume Abu Lahab, Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf, kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likachimbwa handaki ndugu zangu, mtume akagawa group 28, kila watu wakapewa nafasi ya kuchimba handaki. Handaki ilikuwa na urefu wa kilomita 4.5, yani baina harra sharqiyya wa gharbiyya, pale pahala palipokuwa na uwazi pale ambapo ndipo patakapokuwa ni main gate washirikina kufika pale, pakachimbwa handaki urefu wa kilomita 4. Upana wake ilikuwa ni dhiraa 9. Dhiraa ni hizi, upana wa handaki ilikuwa na upana wa dhiraa 9. Kina chake ilikuwa na urefu wa mita 5. Manake ukiingia wewe ni tabu kutoka, na kunawekwa miba huko, mawe makali, ukidondoka kule unakufa. Hii ni plani ya Salman al-Farisi, kana kwamba Mungu kamtoa Irani huko kwa safari ndefu. Tulimzungumzia kisa chake cha kusilimu hapa, akapigwa bei njiani, akapata matatizo mpaka kufika kwa bwana mtume, kana kwamba Mungu amemleta maksudi kuja kuprotect Madina. Ghazwatul Khandaq ni vita vikubwa, lakini ni vita zaidi vya fikra, na lau wangetekeleza matakwa yao leo hapa Masjid Nur Muhammad wala tusingekuwepo, kwa sababu jeshi lingefanya destruction ya hali ya juu. Lakini Salman al-Farisi akatoa rai na mtume SAW akaikubali, likachimbwa handaki. Ndani ya siku 7 tu handaki lilikuwa limeshakamilika. Wakati mtume anachimba Khandaq, ilitokea maajabu, miujiza. Miongoni mwa miujiza iliyotokea, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na njaa sana, na waislamu wote walikuwa na njaa, na Madina nzima ilikuwa, kwa sababu ukishapata hamshughuliki tena, biashara hakuna, njaa inaingia. Kwa hiyo watu wakati wanachimba hakuna chakula. Imefika pahala bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anaonekana mbavu namna zilivyokamatana, tumbo lilivyoingia ndani, mpaka Jabir ibn Abdullah akamhurumia mtume. Akaenda nyumbani, Jabir akamuuliza mkewe,
kuna chakula chochote angalau cha kumtosha mtume tu? Nimeona hali ambayo haiwezi kustahamilika. Mke wake akamwambia kipo chakula kidogo, kaambia basi andaa. Riwaya inasema alichinja mbuzi mmoja na kulikuwa kuna unga, kabeki mkate. Akamwambia sasa muite mtume na watu wachache tu waje wale. Watu wanachimba huko na wanafiki wakawa wanaondoka, ni wadhivu wa kazi, na pembeni kule wanasema tizameni waoga hawa. Umeshasikia jeshi linakuja, wanachimba mahandaki, wanaogopa. Kama nyinyi mashujaa simuachie waje. Wanafiki wamo ndani ya Waislamu. Jabir akamwita mtume pembeni, ya Rasulullah, zawjati sana'at laka ta'aman, ta'ala anta wa Abu Bakar wa Umar wa nafarun min ashabi. Kuna chakula kidogo tu nyumbani, lakini hakusimama mbele ya watu kwa sababu watu wote pale wana njaa. Sio heshima, maana chakula kitawatosha nafarun qalil. Asema ya Rasulullah, kuna mlo nyumbani kwangu. Utakuwa unawatamanisha na wale watu, ndio anaenda peke yake na mtume aondoke awaache masahaba zake pale, itakuwaje? Sio picha nzuri. Kwa hiyo amemwita pembeni. Unasemaje Jabir? Sema kuna chakula kidogo nyumbani, njoo wewe na watu wawili watatu. Sema Jabir, nitakwendaje mimi kula peke yangu? Lam akul li akul wahdi. Hapa kuna zaidi ya watu 300. Watu wote, jeshi pale lilikuwa zaidi ya 1500, lilikuwa linachimba mahandaki. Niondoke niwaache wote hawa peke yao? Jabir akamwambia sasa itakuwa chakula hakitoshi isipokuwa watu wachache. Akamwambia nenda, usiondoe chakula kwenye jiko mpaka nifike. Hajaondoka Jabir, mtume akapanda katika jabali pale. Katika handaki kulikuwa kuna jabali linaloitwa Jabalus Sila. Hili jabali handaki lichimbwa mbele yake. Akasimama akasema, ya ahla al-khandaq, ya ma'shar al-muhajirin, ya ma'shar al-ansar, inna Jabiran sana'a lakum at-ta'ama fahayya ala. Sikiliza huo mwito wa mtu. Anawaita ansar, anawaita muhajirin, anawaita watu wa khandaq. Anamwambia Jabir ametengeza chakula, njoni twendeni tukale. Kumbuka kwamba chakula chenyewe ni mbuzi mmoja. Watu wa Handak ni watu 1500. Vipi watakwenda kula chakula mbuzi mmoja? Jabir kusikia ukelele ule aliopiga mtume akarudi, akamwambia Rasulullah, kamkamata mkono, hujasikia vizuri ya Rasulullah, wewe tu na watu wachache, mbona unaita watu wote, itawafanya nini miao? Akamwambia wewe nenda, usiondoe sufuria jikoni mpaka mimi nije. Kufika nyumbani anamuita mkewe, adrikini, njoo nipatilize, aibu leo mke wangu. Nini? Akamwambia Rasulullah anakuja na jeshi lote la Handaki kula chakula. Kwani wewe umemweleza nini? Mimi nimwambia aje, yeye na watu wachache, hajanisikia vizuri, labda jeshi linakuja. Akamwambia, akakwambia kitu chochote baada ya hapo? Akasema naam. Akasema chakula usikiondoshe jikoni. Mke wa Jabir akamwambia basi, maadamu kasema hivyo, wewe usiwe na wasiwasi. Kakwambia hivyo na akasema usiwe na wasiwasi. Katika sira ya mtume, kila kipande unachokizungumza utaona athari ya wanawake. Na huyu mwanamke alikuwa anaonyesha ukomavu wa imani yake. Vipi amemwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitu kikubwa. Kamwambia usiwe na wasiwasi, maadamu anakuja na jeshi hilo, na kakwambia usiondoe, usiwe na wasiwasi. Kafika pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, udkhulu wala tazdahimu, ingieni 10-10, msifanye vurugu. Nini? Kwa nini nawaambia msifanye vurugu? Kwa sababu watu wenye njaa unawajua. Wewe kule harusini unaweza ukaona vituko, mtu mzima anaweza akaaibika kwa sababu ya biriani, lakini hapa Mtume anajua kwamba kuna njaa. Kwa udkhulu wala tazdahim, kimya, msisongamane.
10 wanaingia. Mtume ameingia jikoni, amekata mkate, amechukua na mchuzi, anatia nyama, anaweka, wanakula 10, wanatoka, wanaingia 10 wengine. Jabir kasimama mlangoni hivi anatizama, anawatizama 10 wameingia, wakitoka anawafuata na wauliza, ashabi'tum, mmeshiba kweli? Sasa alhamdulillah tumeshiba. Anachungulia chakula, anaona bado mtume anagawa. Wote watu wa Khandak walikula, kikabakia chakula. Mtume akamfuata Jabir na mkewe, akamwambia Jabir, kuleni kilichobaki na kingine mtoe sadaka kwa maskini. Chakula hicho kililiwa kikabaki. Hii ndio inaitwa baraka, na hii ni miujiza. Miujiza hutokea nadra kuwaonyesha watu kwamba Mungu yupo na mtume wake, lakini mambo mengi kuachieni wenyewe mufanye. Kwa nini miujiza haikuja Handaki likachimbika kwa miujiza tu, watu wakatumia mikono yao kwa muda wa wiki nzima? Mungu anataka wewe umefanya nini? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Watu wakala wakarudi kazini. Wakati wanachimba handaki, kuna jiwe moja sugu liko halivunjiki. Watu taabani tena wamechoka. Hapa ndipo ilipokuja uslubu ya kuwaraghibisha watu kufanya kazi. Hassan ibn Thabit na Abdullah ibn Rawaha, hawa ni katika washairi hodari wa bwana mtume. Wakaona kazi imekuwa nzito, wakaanza kutoa baadhi ya sauti nzuri za mashairi zikiwapesisha watu kufanya kazi ya kuchimba handaki. Mmoja akatoa akasema, nahnu alladhina bay'u Muhammadan ala aljihad ma baqina abadan. Watu wakawa wanaimba, nahnu alladhina bay'u Muhammadan ala aljihad ma baqina abadan. Huko wanachimba nyundo, miwal, jembe, kazi inakuwa nyepesi. Mwingine akaimba akasema, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Abdullah ibn Rawaha, faanzilan sakinatan alaina wa thabbit alaqdama illa qaina inna alula qad baghaw alaina idha aradu fitnatan abaina. Ikawa mtume anasikika yeye kule mwisho kwenye kibwagizo, ndo mtume anakamata yeye, wakisema nahnu alladhina bay'u Muhammadan, na yeye anaitikia Muhammadan ala aljihad ma baqina abadan abadan. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Mtume anamalizia. Saidna Umar aliposikia watu wanaimba, ikawakazia macho, mnaimba. Alipomsikia mtume yeye mwisho na yeye anaunga, Umar na yeye akaunga, sallaina faanzila sakinatan alaina. Fani hii ndio art ambayo watu wanaizungumzia leo, lakini fani ambayo inawapotosha watu haitakiwi katika Uislamu. Fani ambayo inaharakisha shahawa, na vijana wakavaa suruali chini ya makalio, wakaeka herini, wakavaa cheni. Fani aina hizi na hizi tunazozungumza ni tofauti. Tizameni fani. Mwanadamu anakuwa ni mtu wa fani, mashairi mazuri, nyimbo tamu na nzuri. Angalia Sutfa. Na sio hapo tu, kaja mtu anaitwa Juail, jina baya. Juail maana yake ni lili dudu linalochokora choo alafu linapeleka. Sasa Waarabu mara nyingine huitana majina ya ajabu ajabu, na hii ilikuwa ni fursa nzuri ya kuulizwa. Mmoja katika Wabedui aliulizwa, mmoja akaambiwa, limadha tuhsinuna asmaa abidikum wa tusiuna ila asma'i abnaikum. Bedui mmoja aliulizwa, kwa nini mnawataja watoto wenu majina mabaya, lakini watumwa wenu mnawataja majina mazuri? Watumwa, utasikia mtumwa anaitwa Saad, Said, maana yake ni furaha. Utasikia mtumwa anaitwa vitu kama hivyo, majina Saad, Said, Hasan, zote hizi wakiwaita watumwa. Lakini majina ya watoto wao, utasikia mtu anaitwa Kaab, Jabal, Sakhar. Hamuyasikii majina haya katika Waarabu?
Kaab maanake kisigino, sakhar maanake ngome, jabal maanake mlima. Hata kalb, utasikia mtu anaitwa kalb, umeyasikia majina katika ya Kiarabu, kalb. Au utasikia mtu anaitwa murra, murra maanake uchungu, uchungu kama shubiri. Kwa nini wanawaita watoto hivyo? Waliulizwa maana yake, wakasema nahnu nusammi abnaana lana wa nusammi, anasema nahnu nusammi abidana lana wa nusammi abnaana li'a'daina. Sisi tunawaita watoto wetu majina mabaya kwa ajili ya maadui zetu, na tunaita watumwa wetu majina mazuri kwa ajili yetu sisi. Yani sisi tunachukua ile sifa ya lile jina. Mfano ngome ndio hiyo Sakhar. Sakhar maana yake ngome. Hata Abu Huraira anaitwa Abdurrahman ibn Sakhar. Ngome maana yake huyu mtu, tabia zake na ushujaa wake ni sawa sawa na nini? Na ngome. Ukisikia mtu anaitwa kalb, sio kwamba huyu ndo mbwa. Yule kalbu mbwa muallam, alivyokuwa wafiyu, alivyokuwa hodari, ni mkali, basi sifa zake ndo huyu mtu. Ukisikia mtu anaitwa uchungu, murra, kwa sababu tabia zake huyu. Kwa maadui zetu tunawaita hawa watoto wetu majina ya ajabu ajabu kwa ajili ya nani? Maadui zetu. Kwamba ukikutana na mtu anaitwa uchungu, utaona uchungu wa dunia, vitu kama hivi. Kwa hiyo utakuta majina haya yapo. Lakini watumwa wetu hatuwaiti majina ya ajabu ajabu, kwa sababu hawa tunawaita kwa ajili yetu. Ukimwita mtumwa Hajar, jiwe, wakati huyu ni mtumwa wako, ni mtumishi wako, anakutumikia, sasa ndio unatumikiwa na jiwe, na mtu mkavu kama jiwe. Ndio maana tunawaita watumwa wetu majina mazuri, watoto wetu majina mabaya. Haya mabaya ni kwa sababu ya simboli ya kuwaonyesha maadui zetu kwamba mkituchezea tunamleta mtu anaitwa Hajar au Sakhar au Jabal au Kalb au Murra. Ndio adabu al-Arabi inasema hivyo. Akaja mtu anaitwa Juail. Juail maana yake dudu mavi. Bwana Mtume SAW akasema hapana, tutakubadilisha jina. Tumuite nani? Kwamba tumuite Amr. Basi wakati wanachimba handa, mmoja akapata nyimbo ya kuimba, sasamahu ba'da Juailin Amra, mmoja akasema Amra wa kana dauman lahu dhahara, watu kaimba. So ayani amemuita baada Juail Amr, na daiman watu walikuwa wanamchukia, lakini leo ameitwa Amra, watu wamekuwa wamempenda. Akipita pahala watu wanachimba mtaimbo ile, samahu ba'da Juailin Amra, Amra, handaki nzima. Hii wanaita Waswahili kazi na dawa, ili handaki ipate kuchimbika very smooth kabisa. Na kazi ilikwenda hivyo vizuri kwa muda wa wiki moja, handaki lilikuwa limeshatimia. Makafiri walipofika wakitizama hakupitiki, wakasema hadhihi makidatun lam ta'rifuha al-arab. Vitimbi hivi sio vitimbi vya Waarabu, hawajui mambo haya. Nani aloleta fikra hizi hapa? Muraqaba shadida, askari wa Mtume wamewekwa kila pahala, kwa sababu wale walikuwa wanazunguka wanatafuta weakness point, wanatafuta mtu aghafiliki, alale kidogo tu. Hali ilikuwa ngumu, lakini hawakupata. Kila pahala Mtume kapeleka askari wake wasipate nafasi hata ya kuchupa kuingia katika nje ya Madina. Wakawa wako pale wanabembea huko nje tu, hawana uwezo wa kuingia. Sasa tufanye nini? Wakamaliza siku 24 hawajapata upenyo wa kupenya. Mmoja akasema hapa hatutoweza kukaa zaidi ya mwezi, itabidi turudi, biashara zetu zinaharibika, mambo yetu yanaharibika, tumekuja hapa tunaona tutamuua Muhammad, wametuweza. Kwa hiyo hapa kaliki hapa, na baridi, ilikuwa wakati wa baridi kali, tutaondoka sisi. Huyai ibn Akhtab
kiongozi wa Kiyahudi aliyekuwa sababu ya kuunda vyama hivi, akaona hapa wakiondoka hawa Waarabu mambo yatakuwa kwangu mimi. Muhammad alinifukuza na sasa amepata habari kwamba nimeunda Ahzab na nimefeli. Wakirudi zao hawa nitafuatwa huko huko tena, nitakuwa tabu hapa. Sasa kama sijafanya jitihada niwazuie hawa wasiondoke, balaa itakuwa kubwa. Abu Sufyan anasema bwana, ikiendelea hivi sisi tunaondoka. Huyai ibn Akhtab akafanya mipango aingie zake Madina. Akaweza kuingia Madina. Ndani kuna Mayahudi wa Bani Quraidha waliokuwa wamekamatana na mkataba, bado hawajamkiuka Mtume. Watu 700 wote ni wapiganaji hodari na wana silaha. Huyai ibn Akhtab akaingia Madina kumfuata kiongozi mkuu wa Mayahudi walio ndani ya Madina, walio na mkataba bado na Mtume, anaitwa Asad ibn Ka'b. Gonga nyumba. Nani? Ana Huyai ibn Akhtab. Ukhruj ya Ka'b, njoo, toka, kuna nini? Akamwambia laqad ji'tuka bi'izzi ad-dahr wa bahrin tam, njoo nikupe habari njema, nimeleta izzi ad-dahr, yani utukufu wote, ushindi wote, ukubwa wote wa ulimwengu nao mimi. Jitu bi Quraishi wa qadatiha. Huko nje ya Madina mbele ya handaki kuna viongozi wote wa Makuraishi. Tumekuja kumpiga Muhammad. Hii ni fursa. Nyinyi mko hapa Madina, mnaishi na huyo mtu lakini si mzuri. Fursa ya pekee ya kummaliza ndo hii tu. Unganeni na sisi, nyinyi mko ndani hapa. Kaab akasema wallahi laqad ji'tani bidhulli ad-dahr, umenijia na udhaifu na udhalilifu wa ulimwengu mzima. Usinifitinishe na Muhammad. Yuko ndani ya nyumba yake, hafungui mlango. Ma raaitu min Muhammadin illa wafaan wa birra, sijaona kutoka kwa Muhammad isipokuwa ukweli, uaminifu. Wa innani la a'lamu annahu nabii, mimi simuamini lakini najua kwamba ni mtume. Kila siku tunaishi vizuri na yeye, usinifitinishe. Akamwambia bado, fungua basi nikuambie. Akamwambia sifungui, fungua, sifungui. Maneno yale mpaka akalainika. Kaaba akatoka, unasemaje? Akamwambia bwana, hii ndio fursa. Hapana, sisi tuna mikataba. Ni mikataba kitu gani? Chaneni mikataba hiyo, fursa ndo hii ya kummaliza Muhammad. Mpaka akakubali Kaaba, akachukua mikataba ile sahifa ya bwana mtume, akachana, akatupilia mbali, akamtukana mtume. Mtume yuko kwenye handaki, akasikia habari, uvumi kwamba ndani ya Madina sasa kumetokea jeshi lingine jipya. Watu 10,000 nje na hawa 700 wamekuwa 10,000 na ngapi? Na 700. Oho, zada tinu billah, wanasema udongo umezidi maji. Hapa ndipo wanafiki walipoanza kutoa maneno, wakamwambia Muhammad, umetudanganya eti tutafungua miji ya Kisra na Kaisar. Hapa tunashindwa kwenda chooni, mtu anataka kwenda haja hawezi. Mayahudi wanakuja, na mtume alikuwa amewaweka wanawake na watoto wadogo katika ngome maalum, kwamba vita vikiingia wasidhuriwe. Mayahudi waliovunja mikataba na mtume wakawa sasa nao wanajiandaa kumpiga mtume ndani ya nchi kama anavyotaka kupigwa nje ya nchi. Na hapa ndipo Qur'ani ilipotoa ile kamera ya Qur'ani, inatupa habari halisi. Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum, katika suratul Ahzab. Na hii sura imeitwa Ahzab kwa sababu ya hivi vyama na haya majeshi.
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. Enyi Waislamu, kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu kwenu mlipoona jeshi limekuja, Mungu akawakinga, na jeshi hilo lilikuja kutoka juu na chini. Juu manake washirikina na chini manake Bani Quraidha. Wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir, macho yenu yakaanza kuzunguka kwa hofu na nyoyo zikawa zinakaribia kuchomoka katika sehemu yake kwa hofu. Watadhunnuna billahi dhununa, na mnamdhania Mungu mabaya. Sasa idh yaqulu ta'ifatun minhum, asema idh yaqulu alladhina kafaru, wale wanafiki walikuwa kisema idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Wanafiki wanasema Mungu na mtume wake ni waongo, wametudanganya, wametuahidi kufungua kunuzi Kisra na Kaisar, lakini angalia hofu tunayoipata. Ikafikia pahala hofu imetanda, kiza, njaa, baridi, ikawa matatizo makubwa. Mtume akatuma Saad ibn Muadh na Saad ibn Ubada kwenda kuklarify habari, kweli wamevunja mikataba? Akawaambia, mkifika mkijua ni kweli habari hizi, mkija msiseme mbele ya watu, niambieni kwa mafumbo kama wamevunja mikataba. Ikiwa ni uongo, mkija hapa zungumzeni mbele ya watu wote wapate kusikia, manake watu wajue ile maanawiyatul jaishi ipande kwamba sio kweli. Akaenda Saad ibn Muadh na Saad ibn Ubada, walipofanya observation wakakuta ni kweli wamevunja mikataba. Mayahudi waliobaki wa pekee wa Bani Quraidha wamechana sahifa ile ya mtume inayosema tukae kwa amani, hamna upuzi, mtu Muhammad hana utume wote, na wanatukana. Saad anataka kupigana, mwenzake anamwambia la, hapa kuna zaidi ya kupigana, waachie twende tukamwambie mtume kwamba huku wamevunja mikataba. Wakaja wakampa mtume signal kwamba mikataba imevunjwa. Mtume akajiinamia chini akawa anawaza, akachomoka na takbiri, Allahu akbar. Watu wakashtuka, mbona mtume kapiga takbiri? Mtume hataki kuwavunja moyo. Allahu akbar, abshiru binasrillahi wa fathi, furahini, Mungu anakuleteni ushindi, anawaambia Waislamu. Kamanda anatakiwa kuwa hivyo, sio akipata misukozo kidogo, jamani ya tumekwisha. Hapana, wape nguvu, wape hope watu wako. Anasema if you lose hope you lose everything. Ukikosa hope, matumaini, umekosa kila kitu. Waambie tutashinda. Mtume aliposikia habari za kule alisema hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ina maana mambo yalizidi, na Qur'ani inasema zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir, nyoyo zinakwenda mbio, hofu kila mmoja. Lakini mtume anatoa maneno ya matumaini, abshiru binasrillahi wa fathi, mtashinda. Watu hawakufahamu nini, lakini Mayahudi wakaanza kupeleka zaidi ya farasi 20 wamebeba tende, wakawapitisha. Kwa kuna sehemu ya south kule, janub kule ndio walikuwa nakaa Yahudi Bani Quraidha. Kule kuna nafasi unaweza pita, lakini kwa sababu wao walikuwepo pale na walikuwa katika hali ya kwamba na wao wako katika mikataba kamili, kwa hiyo pia kule hakupitiki. Lakini sasa nako kutakuwa kuna nafasi, wakapeleka msaada kule kwa Makuraishi walikuwa pale kwamba nakuleteni chakula, muzidi kwa na stamina ya kubakia. Ule msafara kwa bahati nzuri ulikamatwa na Waislamu walikuwa wanakwenda kumzika maiti, ukaletwa kwa mtume, ikawa ngawira.
Kitu cha kwanza walichoanza Mayahudi wa ndani, wakasema twende tukawaue watoto wao waliokuwa katika ngome ile na wanawake wamewekwa pale. Wakaondoka, mmoja akaambiwa nenda, lakini kwanza katizame kunao askari hakuna pale. Akaenda Myahudi. Safia amati yake Mtume, shangazi wa Mtume, mamake Abdullah ibn Zubair, mamake Zubair ibn al-Awwam, mamake Zubair ibn al-Awwam, Safia. Akaona mtu anakuja, na halikuwa hakuna mtu mmoja mpiganaji, ni wanawake watupu, lakini walikuwa na mwanamume mmoja tu kama anawalinda, Hassan ibn Thabit, ambaye yeye alikuwa hajui, yani sio shujaa wa kupigana, alikuwa shujaa wa kusema. Akitoa kauli yake ni sawa sawa na upanga, lakini kukamata upanga kupigana sio mambo yake, na alikuwa anatumika vile katika Uislamu. Safia akamwambia Hassan ibn Thabit, anakuja mtu namuona mimi, chukua upanga au alalaqal chukua gongo ili kammalize. Hassan ibn Thabit anasema hii si kazi yangu, ingekuwa kazi yangu mimi singekuwa hapa na nyie, ingekuwa kule na Mtume Handak. Bwana anakuja huyo, ikija hapa itakuwa hatari, atajua kwamba hakuna watu, lakini ukimfesi huyo atajua kwamba kuna wanaume, hatuko peke yetu, angalau tu ajue kwamba kuna watu. Hassan ibn Thabit anasema mimi siye. Mwisho Safia mwenyewe amati yake Mtume akachukua gongo akamvizia Myahudi yule. Wakati anachungulia alishtukia gongo la kichwa moja tu, akafa pale pale. Bibi Safia akaenda kwa Hassan ibn Thabit akamwambia, mimi nishaifanya kazi ambayo ulikuwa uifanye wewe, sasa angalau wewe kakate kichwa chake kirembee kule kwa wenzake, wapate kujua tu kwamba kule hakupitiki. Hassan ibn Thabit akasema yule hajafa, yule hatari, hajafa yule, kama kisha kufa yule, hapana, hajafa yule. Kenda yeye kakitoa kichwa, angalia hao walikuwa wanakiwa shujaa, kakichukua kakirembea kule kwa wenzake kule. Wale wanangoja habari kwamba je kuna askari kule au hakuna. Habari ni kichwa juu ya miguu yao. Sasa wapo au hakuna askari tena wakali, kumbe mwanamke. Hivi ndivyo walivyokuwa wanawake wa Kiislamu, mashujaa hata saa nyingine kuliko wanaume. Wanasema mmoja katika watu waliopita alikuwa na mke shujaa, akipigana vita anajifunga kizoro, haonekani, watu nafikiri mwanamume, kumbe mwanamke. Mumewe yuko vitani na yeye yuko vitani. Kuna wakati akakaa mumewe akamuhusia mkewe, akamwambia vita leo ni vikali sana, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mimi sijui kama nitaishi, na kuahidi ima tupate ushindi leo, tukishinda ahadi yetu mimi na wewe tutakutana katika hema la mfalme wa makafiri, katika hema lake tutakuja kukutana huko na kusubiri huko. Mwanamume anamwambia mkewe, nikishinda leo basi nakusubiri katika hema la kiongozi wa makafiri, mfalme wao. Tukishindwa tutaonana peponi. Anamwambia mkewe tutaonana peponi. Wakapigana vita mpaka wakashinda. Yule bwana sasa anakwenda zake katika hema la mfalme. Mfalme amemuua, amemaliza kazi, amsubiri mkewe. Anafungua mlango wa hema, anamkuta mkewe ndo anamsubiri yeye kule. Mke alifika kabla ya mumewe. Sasa yeye nani shujaa zaidi, yule aliyofika mwanzo au alikuja? Hawa walikuwa wanawake, ni wanawake ambao katika sira wana athari kubwa. Bibi Safia akachukua kichwa kakirembea kule, Mayahudi wakajua kule hakupitiki. Wakati sasa jeshi la Mtume limeanza kupata habari la uhaini wa Bani Quraidha, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuona mtu anaitwa Nuaim ibn Mas'ud. Huyo Nuaim
ni katika kabila la Ghatafan. Anamwambia ya Rasulullah, mimi nimesilimu, lakini watu wengi hawajui kama mimi nimesilimu, lakini siku ya leo nataka niutumikie Uislamu. Na isome historia, Nuaim hana kitu cha kutajwa katika historia ya Mtume isipokuwa hiki tu alichokifanya hapa. Mimi nimesilimu, nataka nisaidie Uislamu, niamrishe nisaidie vipi? Mtume akamwambia, wewe mtu mmoja utafanya nini? Fanya unachotaka, vita ni hadaa. Akamwambia sawa. Nuaim ibn Mas'ud akaenda zake kwa Bani Quraidha, hajulikani Uislamu wake, wale Mayahudi walovunja mikataba. Akawaambia, nyinyi hivi vita si vyenu, hivi vita ni vya makafiri, nyinyi mmejiingiza, lakini si neno, nataka niwape nasaha. Mayahudi mushirikina, mkiweza kuungana mkapigana mkashinda sawa, lakini kusipotokea vita hapa, wale watakukimbieni, watakwenda zao Maka, mtabaki nyinyi hapa. Ina maana mkibaki nyinyi hapa, mmeshavunja mikataba na Muhammad. Hebu niambieni mtafanywa nini na Muhammad? Jamaa anasema kweli, jamaa anazungumza point huyu, na ukitizama kweli, ikiwa hakutotokea vita, wale wataondoka, watabaki hawa wako ndani ya nchi. Kwa hiyo Mtume atageuza mgongo tu kuja kupambana na hawa. Sasa unasemaje? Nasema mimi nataka mchukue rai yangu, msikubali kupigana bila ya dhamana. Waambieni wa Quraysh, tuleteni katika watu wenu wakubwa wale, tuwakamate kama rahani, dhamana yetu, kwamba iwapo litatokea lolote watakuwa pamoja nasi, kwa sababu nyinyi mnaweza mkatuacha mkaenda zenu, mkatuacha na Muhammad, balali katuangukia sisi. Jamani, anasema point huyu, na alikuwa mtu dahi, mtu mwenye akili. Wakasema kweli kabisa. Kwa hiyo kuanzia sasa nakuambieni, ikiwa mnataka salama, angalau wapelekeni barua, leteni viongozi angalau tu wakamate. Sawa. Akaondoka kwa Bani Quraidha, akachupa, akaenda zake kule kwa washirikina kina Abu Sufyan. Akawauliza, si mnanijua mimi? Kaambia, tunakujua. Mnajua ninavyokupendeni? Si ndio, tunajua. Mnajua kama mimi kweli sisi? Ndio tunajua. Kaambia, basi nataka nikuambieni jambo. Jambo gani? Sema, nimepata habari ambazo si za uongo. Mayahudi wa ndani ya nchi Bani Quraidha wamejuta juu ya kuvunja mikataba yao na Muhammad, na wamesema ili kujikosha kwa Muhammad, wanataka wawakamate viongozi wenu kadhaa, wawapeleke wakatwe shingo na Muhammad, angalau wajikoshe kufuta ile dhambi yao. Mmewasikia mimi? Sasa nakwambieni, ikiwa mnanisikiliza, wakija wakisema wanataka viongozi kadha, msiwape, wanaenda kukatwa kichwa. Kweli? Sasa tutaona. Akaondoka akaenda kwa Ghatafan, yale makabila yote akayaambia kama alivyoambia Bani Quraish. Baadaye akakaa kitako. Muda mchache umepita, Mayahudi wakapeleka barua kwa Abu Sufyan, bwana, sisi ndo tunajua hapa Madina shari za hawa watu. Abu Sufyan alikuwa ameshapanga siku ya Jumamosi ndo vita, yani watu wanavamia. Walipoambia, wakawapelekea habari Mayahudi kwamba jamani, kesho ndo tunaanza operation. Huku Mayahudi wakamwambia, sisi tushasikia, lakini tunakuambieni hivi, hatupigani sisi kwanza leo Jumamosi na Mayahudi si Jumamosi wanaitukuza. Pili, tunataka viongozi kadhaa tuwakamate kama rahani, msije mkatukimbia baada ya vita. Walipoambiwa hivyo wakatizamana, wakasema, mnaona alichosema Nuaim ibn Mas'ud ni kweli, wanataka watu 10, 20 wawapeleke kwa Muhammad wakatwe vichwa ili wajikoshe. Kweli wamejuta hawa watu. Abu Sufyan kapeleka jawabu, hatuleti kiongozi hata mmoja, mnataka piganeni, hamtaki basi. Na huko akapokea, mnaona alituambia ukweli Nuaim ibn Mas'ud. Akaanza ku create problems kati yao. Farriq tasud. Hii siasa inaitwa divide and rule.
wagawe upate kuwatawala, wagombanishe, wapiganishe, wako napigana, wewe unawatawala. Sasa hii ni hadaa inayotumika katika ulimwengu mzima na kuwashughulisha watu. Tizama, wanasema Nuaim katuambia ukweli, na hawa wanasema Nuaim katuambia ukweli, hawa wanasema wallahi nilijua mimi, hawa hawana ahadi, na wanasema sisi tulijua, wanalaumiana. Mwisho Makuraishi hawa wakaamua kuondoka, wanasema baridi na tukumta hapa, hatuna kheri yoyote tuliyoiona tokea tumekuja. Riwaya zinasema walikaa siku 25, nyingine zinasema 45 wako pale, hakuna mpenyo wa kuingia. Waliamua wao wenyewe kufanya baadhi ya visa vilivyotokea kama kuruka ukuta, kuruka handaki. Amr ibn Abd Wud aliyeuawa na Saidina Ali ibn Abi Talib, Ikrima ibn Abi Jahl, Khalid ibn al-Walid na wengineo ambao hakukupigana vita vya hivyo. Mwisho wakaamua insihab, waondoke. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati jeshi lile linataka kuondoka alikuwa anatadarra kwa Allah, naomba dua. Sikilize dua ya Mtume: Allahumma astur auratina wa amir rawatina, Allahumma ya mujri as-sahab wa ya sari' al-hisab ihzimhum ya Rabb. Ewe mwenye kupeleka mawingu, mjuzi wa hisabu, ewe Mwenyezi Mungu mtukufu mwenye kuhasi viumbe wake wote, washinde makundi hawa. Bwana Mtume Muhammad dua hii alikuwa akikariri, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ahzimul ahzab, zalzilhum fi aqdamihim. Zote dua hizi akiziomba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya muda anamwambia Sayyiduna, anawaambia masahaba, ni nani atakaye kwenda akaniletea habari zao, aondoke huku aende upande wa pili aniletee habari za Makuraishi. Kila mmoja